Sasa kwa sababu muasisi wa chama chetu alipoanzisha hiki chama, alikianzisha katika mazingira ya chama cha kidemokrasia, na hata ukisikia jina letu alichagua jina zuri. Wengine waliweka majina ya kizungu, National Convention sui for what, Tanzania Labour sui nini. Chama chetu kina jina la Kiswahili, maneno rahisi, chama cha demokrasia na maendeleo. Aliamini katika mambo mangapi? Democracy na development, demokrasia na maendeleo. Na hayo ndio yaliyosababisha akatofautiana na Mwalimu Nyerere kwa heshima, kwamba tunataka tuendeshe uchumi wa aina gani, lakini pia uwe uchumi unaoruhusu watu kujieleza, watu kuchagua, watu kuchaguliwa, watu kupata fursa za uongozi, na wananchi wao ndio wawe wanini, ndio wenye mamlaka ya mwisho. Kwa chama chetu ni chama cha mrengo wa kati kulia, ambacho kinaamini katika demokrasi, kinaamini katika soko huru la watu kufanya, una biashara yako unafanya bila bugdha, na serikali inatimiza wajibu wake, unalipa kodi. Tunaamini katika misingi ambayo rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya kuendeleza watu wetu, sio kuendeleza wageni. Hicho ndicho alichokipigania Mzee Mtei. Ndio maana kwa wale ambao hawaelewi chama hiki, historia ya ukuaji wa chama chetu, kilipoanza kilikuwa na wabunge wangapi? 4. Mwaka 95 uchaguzi wa kwanza tulioshiriki. Na nitakuwa nazungumza sasa kwa ujumla katika maadhimisho ya miaka 33, lakini nazungumzia zaidi huu mbuyu mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba 1, kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu. Sio jambo dogo, muasisi wa chama chetu. Kwa hiyo kilikuwa na wabunge 4. Mwaka 2000 kikapata wabunge 5 na halmashauri ya kwanza ya Karatu. Na chama hiki kimechangia mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi au sera za nchi tangia uwepo wake. Kwa mwaka 95 tulipopata halmashauri ya kwanza, mwaka 2000 halmashauri ya kwanza ya Karatu, ndio chama kilichofuta kodi ya kichwa